Haya. Sasa tuende sehemu nyingine ambayo baadaye tutakwenda kuona vitu vingine vya msingi ili uweze kujua pia kwamba hiyo karama unayo au la. Sasa tunataka tujifunze tabia za mtu mwenye kila karama. Tabia ya mtu, tabia yako. Sasa tunataka tuzipime, je, hizi tabia tulizonazo, kama hizo tabia kweli tunazo hizo karama. Hizo tabia tunazo hizo karama. And I wonder why mnapenda kwenda nyuma. Siwezi kuelewa mimi kabisa. Siwezi kuelewa kwa nini mnatawanyika bila kibali cha mwalimu. Siwezi kuelewa. Paka kesho sitaelewa, na hata kesho kutwa sitaelewa. Siwezi kuelewa. Kwa hiyo kaeni tu mnavyotaka, ila siwezi kuelewa. Na sasa tunataka tuangalie tabia za mtu kwenye kila karama ambazo tumejifunza. Tunaanza na karama ya kwanza tulioanza jana, karama ya hekima ambayo inapatikana katika Wakorintho ya kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 8. Tabia ya mtu mwenye karama hii. Kwanza, mtu mwenye karama ya hekima. Sikiliza vizuri na uweke noti. Unaweza kaandika kwenye ile daftari ambayo nilikupa jana, hamna shida. Unaweza kaandika kwenye daftari ambayo nilikupa jana. Tabia ya kwanza ya mtu huyu, huona mambo kwa mtazamo wa juu kuliko watu wengine. Mtu wa namna hii anayaona mambo kwa jicho lingine. Yeye huyu hutoa ushauri unaogusa hali ya kiroho, na hasa katika kujaribu kutatua hali ngumu. Katika kutatua hali ngumu anatoa ushauri ambao mara nyingi ushauri wake ukifanywa kazi huwa unakuwa na matokeo chanya. Na watu hawa huwa wanakuwa na utulivu, busara na maneno ya hekima. Hawana papara kabisa, wanafikiria matokeo ya muda mrefu. Mara nyingi huwa watu ambao hawafanyi maamuzi ya haraka sana. Na ndio maana watu hawa, kuna changamoto kadha wa kadha huwa inatokea kwamba ukimuuliza mtu mwenye karama jambo kwamba naomba tufanye maamuzi, wakati mwingine wanachelewa sana kufanya maamuzi. Ukiona wewe unachelewa sana kufanya maamuzi, mpaka ufikiri sana, mpaka uombe sana, inawezekana yuko kwenye kundi la hawa watu ambao wana hii karama ambayo nimesema ni ya hekima. Au utakavyotumia neno la hekima is okay. Neno la hekima. Kwa hiyo hawa watu wanatumia muda mrefu kufanya maamuzi. Angalia hata kanisani. Unaweza watu wengine hata ukimwambia kwamba afanye jambo, anakuambia subiri kidogo mchungaji, hebu ngoja tupate muda kidogo. Hebu ngoja tupate muda. Maana yake yule ndani yake ana msukumo unaomuonyesha kwamba anaona akiamua leo inaweza ikaleta madhara ya baadaye. Anaangalia kwa mtazamo mpana, kwa mtazamo wa baadaye. Na kwa namna fulani wana uwezo wa kutatua migogoro kwa namna ya upole na utulivu. Kwa namna fulani wanaweza kutatua migogoro sio kwa papara. Hawa sio watu wa kwamba hebu njoni tukae hapa, wewe ulisemaje. Hawa ni watu ambao wanafanya kwa utulivu, wanafanya kupitia maombi. Na wakati mwingine hata kabla hajaanza kutatua mgogoro, watu hawa wanaanza kukuombea kwanza, wanalainisha moyo wako. Huyu ndiye mtu ambaye tunasema ana karama ya neno la maarifa. Na kweli akija kuachilia neno, pande zote mbili zinaelewa. Na karama ya pili ni neno la maarifa, ambalo linapatikana katika Wakorintho ya kwanza sura 12 mstari wa 8. Tabia ya mtu wa namna hii hufahamu mambo ambayo hajawahi kufundishwa, lakini anayafahamu. Anayafahamu mambo ambayo hata hajawahi kufundishwa. Huona mambo yaliyofichika bila kuambiwa na mtu yeyote. Mara nyingi anapoomba, Mungu humfunulia hali ya mtu au jambo fulani. Ukitaka kujua unayo karama hii, hata ukiwa kwenye maombi, labda mpo mnaomba, unashangaa kabisa unaambiwa kwamba fulani kuna hiki. Usio nabii, anapata neno la maarifa, neno litakalomtoa mtu kutoka mahala fulani. So mtu anaomba akiwa katika maombi, alafu ghafla anawaambia hebu tusubiri kidogo jamani.
labda mko kama mfungo wa maombi namna yote, hebu tusubiri kidogo. Mbona ninapata maelekezo kwamba labda kama mlikuwa mnamwombea mtu, mbona ninaona kama tunahitaji kumwekea mikono? Hiyo tunaliita ni neno la maarifa. Na kweli mkifanya hivyo, kama ni mgonjwa pengine anapona. Kuna wakati mkiwa kwenye maombi, ukipata neno la maarifa, unaguswa pengine labda kwenda kuomba kwenye eneo fulani. Ilishawahi kunitokea mara kadhaa nikiwa kwenye maombi, alafu naguswa kabisa moyoni kwamba tunahitaji kuondoka hapa tukaombe mahala. Napata neno la maarifa. Wakati mwingine neno la maarifa linaweza lisieleweke sana na watu wengine. Linaweza lisieleweke na watu wengine, kwa sababu wanaweza kukuona wewe ni kama mchawi fulani hivi. Sio mchawi, ni neno la maarifa. Hiyo ndio mtu mwenye tabia ya neno la maarifa. Siku moja nilikuwa na tafakari hapa, nikaona watu wakati mwingine wanapita kwenye changamoto. Nilipata neno la maarifa ambalo sikulifanyia kazi, kwa sababu kutokulifanyia kazi neno la maarifa, hakuna dhambi yoyote, isipokuwa kutakuwa na madhara kwa watu ambao hawatafanya hicho kitu ambacho pengine Mungu alikuwa amekisema. Nilipata neno la maarifa tu kwamba hivi, unajua watu hawa wanapita maeneo tofauti na wanapata changamoto za hapa na pale, kuna ushindani, mtu anaingia, na mnajua nyie mnavyofanya maisha yenu yalivyo. Unapata tu nyumba mpya, unaenda bila kuita mchungaji hata aombe pale, eti kwa sababu umepunguziwa bei itaondoka haraka. Hizi nyumba zetu za kupanga, unafika tu unaweka tu magudulia pale, mara gesi mara nini, unaweka bila kujua nani anamiliki lile eneo, bila kujua wakati anajenga mtu aliweka vitu gani. Wakati ule ni katikati haya maombi ya kidanieli ya nafikiri si wiki ya ngapi, si ya kanza. So nikawa kama napata msukumo kwamba kuna mtu hapa ambaye aliingia kwenye nyumba mpaka leo anateseka. Sasa mwambie akachote mchanga kwenye njia panda alete tuombe. Sasa mimi nikiwaambia mtanielewa, mtaniona mchungaji amebadilika, amekuwa mchawi. Kwa hiyo nilitulia, nikanyamaza, ibada ikaisha na sikusema. Lilikuwa ni neno la maarifa. Pengine ningesema lingemsaidia mtu mmoja. Changamoto ya neno la maarifa, nikisema hivyo wote mtaleta udongo. Tena utasema tena, baba mimi kwangu ndio balaa, mimi ndio hatari. So kwa maana ya kwamba kwenye njia panda, hali ya kawaida tu ni kwamba ni maeneo ambayo watu wengi wanafanya wanakutana. Kwa ni eneo zuri sana kukamata anga. Hatushiki anga kizembezembe. Ilikuwa ni somo la Pastor Masoda juzi. Ilikuwa juzi ile. Kukamata anga, kujua nani anatawala anga la Dar es Salaam, anga la eneo. Kuna maeneo mtu anahamia anakauka kabisa. Kuna maeneo wewe unahamia, mlikuwa hamna ugomvi hata na mume wako. Mkihamia tu eneo fulani kila siku ni magomvi. Unafikiri ile roho gani? Haujui. Ametawala pale Malkia wa giza wa kuvunja ndoa. Sipoangalia kweli mnaachana kabisa. Kwa hiyo ile eneo, kwa hiyo lazima ufike mahala useme kamata. Sasa mimi nikaambiwa waambie wate, nikasema nikiwaambia wataniletea wanangu mchanga humu ndani kutajaa mchanga. Ngoja niache ili neno la maarifa siku nyingine nitalisema. So nitalisema siku nyingine kwenye mahubiri. Ili nikawaambia mlete. Hiyo ni neno la maarifa. Kama neno la maarifa tu ambalo tulilifanya wakati wa kwanza hapa. Hilo lilikuwa ni neno la maarifa. Ile tuliosha miguu, tulioga miguu wote hapa pamoja. Yale ni kutekeleza. Unaweza kulisikia neno afu kaacha tu siendelee. So inatokea. Kwa hiyo neno maarifa pia ni watu ambao wakikwambia jambo haliumizi. Ni jambo lisiloumiza. Wanakuambia maneno kwa upole. Namba 3, karama ya imani. Maana nikienda pole nitatumia muda mrefu. Karama ya imani, mtu mwenye tabia hii. Kwanza, jambo la kwanza, mnajua kwamba kuna imani nyingi. Kuna imani ya kumwamini Yesu, ambapo imani hii inatolewa bure na Mungu mwenyewe. Hii tunaita ni neema inayotolewa bure. Kwamba wewe kumwamini Yesu haukufanya kitu chochote. Haukujitahidi
Kumwamini Yesu sio jitihada. Ulimwamini bila jitihada. Hiyo ni imani uliopewa na Mungu mwenyewe. Lakini kuna kuamini jambo litokee. Hiyo sio imani ya kupewa tu hivi hivi. Hii ni imani ambayo inaonekana ni yenyewe ni ya Roho Mtakatifu, lakini ili uweze kuibaini na ifanye kazi inahitaji mtu ajue. Kuna watu ambao wana imani hiyo. Kuna watu ambao wana imani hiyo. Nini tabia ya mtu wa namna hii? Huyu mtu waamini mambo makuu ambayo watu wengine hawawezi kuyaamini. Nilishaye kuona mimi watu wana imani ya namna hii, kwa namna isiyokuwa ya kawaida kabisa. Yaani anaamini mambo ambayo ukisikiliza unasema hapana. Lakini yeye anakwambia anaamini. Hana hofu na mazingira yanayotisha. Haogopi vitisho. Anakwambia ninazaliwa mara moja, nitakufa mara moja. Basi. Lakini ndio ile ambayo nilikuwa nasema, akisema kwamba Mungu atatutoa kwenye shida hii, anamaanisha hatii moyo na hataendelea. Ana msimamo thabiti na hawezi kusukumwa na mashaka ya aina yoyote ile. Na mara nyingi Mungu hutenda mambo makubwa kupitia watu wa namna hii. Hii ni karama Roho Mtakatifu anaiachilia kwa mtu. Haujawahi kuona mtu anaamini mambo ambayo mpaka unasema haya bwana, mimi nakuacha. Haya, endelea. Watu wanaamini. Watu wanaamini. Ana imani. Hii sio imani ya kawaida. Tunazo zile imani za kuamini kwamba Mungu atajibu maombi kulingana na ahadi zake, si ndio? Lakini mtu anaenda na imani sio kwa ya kawaida. Mtu anakuwa na imani sio kwa kawaida. Mtu mmoja, nakumbuka mtu mmoja alikuwa anafunga ndoa. Hana hela yoyote. Lakini anakuambia nina imani tarehe fulani nafunga ndoa. Hela ya mahari hana. Hela hata ya harusi hana. Lakini anakuambia ninaamini. Na kweli jamaa alifunga bwana. Ilivyotokea hata mimi sielewi. Kuna watu wanaamini. Na wala hata apigi kelele, hana mashaka yote. Anajua Mungu atafanya. So wale watu wa imani mliopo hapa, msiwaone wengine kama hawana. Hiyo ni karama ambayo Mungu amekupa bure. Haleluya. Kwa mtu anapokuwa na mashaka, usije ukamtilia mashaka kwamba huyu sio Mkristo mzuri. Ni Mkristo mzuri. Maana hata Tomaso alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, lakini alikataa kuamini kwamba Yesu amefufuka. Namba 4, karama ya uponyaji. Huyu mtu mwenye karama ya uponyaji huwa anakuwa na huruma sana na wagonjwa. Ana mzigo wa kuwatembelea wagonjwa. Maombi yake mara nyingi yanaleta faraja kwa mgonjwa, hata kama asipopona, lakini yanaleta faraja kubwa sana kwa mgonjwa. Mgonjwa anapoombewa anajisikia kupata amani kabisa ya moyo. Sikiliza, mtu karama ya kuponya, hatuponyi tu katika mwili, kuna kuponya roho pia. Kwa hiyo mtu mwenye karama hii anapokwenda kumwombea mtu, maana yake yule mtu anapata faraja. Hata kama hajapona, anakuambia lakini angalau leo nimepata nafuu. Angalau leo nimepata afadhali. Na mtu wa karama ya namna hii, actually nilitakuwa niwe nawaambia kila karama. Mtu wa karama ya namna hii, au ukigundua kwamba una karama ya namna hii, unapaswa kuendelea kuifanyia mazoezi ili iendelee kujidhihirisha. Karama isiyofanywa mazoezi haiwezi kujidhihirisha. Wewe unahisi kuna karama ya kuombea wagonjwa, una karama ya kupona, ya kuponya, basi fanya bidii kutembea kwenye nyumba za watu wenye changamoto ya magonjwa. Haleluya. Wewe, yani mtu mwenye karama ya kuponya hana mambo ya imani ya kwenda kumuona daktari. Haya waachie wengine. Yeye hana. Yeye akiingia anakuambia na kuhakikishia unaenda kupona. Sasa usimlaumu mwingine asiyekuwa na hii imani. Ili mwili wa Kristo ujengwe, wanahitajika watu kama hawa
ambao watasema unapona mama, unapona baba. Wanajua mafungu yote ya watu waliopona kimiujiza. Anakuambia anakupeleka kwa yule mwanamke alikuwa anatoka damu miaka 12. Akikusomea tu ule mstari kwanza tayari unapata imani pale. Kitendo cha kusoma ule mstari. So huyu mtu amekuwa gifted. Huyu mtu amepewa zawadi kwenye lile eneo. Na kumbukeni, sio kila mtu anaweza akawa na zote. Sasa wale mliosema jana mliopata maksi nyingi kwenye maombezi, hizi tabia lazima, kwenye uponyaji hizi tabia lazima mwenazo. Mtu ambaye ana karama ya kuponya, huyu hana hata muda wa kujiombea. Hana muda wa kujiombea. Kwa hiyo kama wewe umeona karama hii, umeona hii karama imekuwa juu kwenye zile max zako, alafu unatumiaga muda mwingi kujiombea, futa hiyo karama. Futa. Hawanaga muda wa kujiombea hawa watu. Wao kazi yao ni kuombea wengine tu. Wao wanaamini ya kwamba kumwombea mtu mwingine ndio anajiombea mwenyewe. So, yeah. Au vinginevyo karama zinachipuka maana ziko kwenye level mbalimbali, lakini sio karama kuu. Kuna karama kuu, kuna karama ya pili, kuna karama ya tatu, na kuna karama ya 4, na kuna 0 kabisa. So inawezekana ikawa inakuwa au iko kwenye kiwango cha 3. Viko viwango tofauti tofauti. Na karama nyingine tunaendelea, karama ya unabii. Hapa wengi sana wanapenda watu wawe manabii. Nini maana ya karama ya unabii? Karama ya unabii, mtu mwenye tabia karama ya unabii, huyu ni mtu anayesema ujumbe wa Mungu kwa uwazi. Anakemea dhambi kwa upendo, lakini kwa ukali. Mtu anayekemea dhambi, actually mojawapo ya sifa kubwa ya watu ambao wana karama ya unabii ni kwamba huwa hawacheki na dhambi. Ukisikia mahubiri ya mtu ambaye ni ya kinabii, ni mahubiri ambayo yanakuambia sana juu ya dhambi na hukumu. Unaambiwa Roho wa Bwana ananiambia. Sasa sio lazima kila mtu awe na hiyo. Hiyo ni karama ya watu. Ile inategemea tu iko wapi. Na wengine tunakuwa na mchanganyiko na ukiingia kwenye huduma ile ya full time, yani ya moja kwa moja kama mchungaji, Mungu anaweza akakupa karama nyingi. Ipo moja ambayo itakuwa inazidi, lakini zingine hizo unapewa kulingana na majira ya wakati inapokuwa inahitajika. Kwa hiyo huyu mtu anahubiri ujumbe mkali. Huona mambo ya mbele. Wakati mwingine anaona kaza kwamba mwaka unaokuja ni mwaka ambao Mungu atatupa neema sana, atatupa baraka sana. Huyu mtu anajisikia amani. Anajisikia amani hasa anapokuwa ametekeleza ujumbe wa kibibilia, anapokuwa amehubiri, anapoona watu wanatubu, anapoona watu wanamgeukia Mungu. Hii ndiyo maana ya unabii, sio kutabiri Simba na Yanga. Maana ya unabii sio kutabiri, sio kuniambia jana nilikula wali maharage. Huo sio unabii, huo ni siji usemeje, kwa sababu kama unatabiri tu ya jana ambayo ilitokea, huo sio unabii. So mtu ambaye ana karama hii ndio dira yake. Lakini mojawapo ya sifa ambayo hatuwezi kuidharau kabisa ni kwamba katika karama ya unabii anaweza pia kuona mambo ya baadaye. Kwamba ninavyoona mimi mwenendo tulionao huu sasa, ninaona tunaelekea hivi. Lakini sikiliza, lakini hakuna jambo lolote, kwanza labda nitumie lugha hii, hakuna unabii mpya utakaopingana na Biblia. Ukiona unabii unaoutoa unapingana na Biblia, wewe sio nabii. Unabii ulioandikwa kwenye Biblia ulifunga, lakini bado Roho wa Mungu anaongea, ila hapingani na Biblia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa manabii wengi wa siku hizi anaweza akaja akwambia Roho wa Mungu ameniambia. Nishawahi kuambia siku moja mahala, mtu mmoja akaambiwa Roho wa Mungu ananiambia huyo mke ulifunga naye ndoa msikitini, na kwa sababu ulifunga ndoa msikitini na sasa umeokoka, inabidi sasa upate mke kutoka kwa Bwana. Huyu hakutoka kwa Bwana.
Ikabidi amwache eti yule mwanamke ambaye amefunga naye ndoa kule msikitini ili atafute sasa kabinti ka kanisani kanako nenda na kwa lugha kabisa. Halo. Huo unabii kwanza tuiteje? Si tuite ni unabii au ni ukora tu. Ule unapingana na hali ya asili ya Mungu ya ndoa. Na changamoto tulizoona kwa sababu tunaamini ya kwamba ndoa ikifungwa kanisani ndio ndoa. Hizi ni kanuni tu za kibinadamu ambazo tumeziweka kwa ajili ya kuhalalisha kujua kwamba kweli huyu ni mke wa mtu, na wakati mwingine tunapowaleta kanisani kama hivi tunakuwa tunajua kweli huyu alikusudia kumuoa huyu na ushahidi. Lakini hawa watu hata kama wangekuwa wamefunga ndoa msikitini bado ni ndoa yao, ni ndoa. Hata kama wangekuwa wamefungia wapi ni ndoa. Hawa watu kama wewe unaona una mashaka, si waite tu mbele waombee ile siku. Tuko pamoja? Sasa hawa manabii ndio wana changamoto yao. So nilivyoona hivyo nikasema hakuna nabii hapa. Kuna vitu vingi sana. Unabii wa nchi tunausikia mara kwa mara. Nafikiri tumeona manabii. Kuna manabii wengine kila siku wanatabiri tu mambo fulani. Kuna manabii wanasema wao wanatabiri siasa. Kuna manabii wanatabiri mambo ya afya tu. So kuna vitu vingi. Lakini nabii ni mtu anayesema ujumbe wa Mungu kwa ujasiri, sio tu mhubiri wa kawaida. Ni mtu anaweza akakwambia kabisa usipotubu utakufa kabisa. Nimeona utakufa usipotubu. Na kweli unaweza ukafa. Na kweli unakufa. Inatokea kabisa. Karama ya kupambanua roho namba 7. Ni si namba 6 sasa sielewi. Ni karama ya kupambanua roho. Kuna karama naziruka, sitaki kuingia kwenye mijadala. Karama ya kupambanua roho huona mara moja kama jambo ni la Mungu au sio la Mungu. Hutambua roho nyuma ya tabasamu la mtu. Mtu ambaye ana uwezo wa kupambanua roho anaweza kutambua roho nyuma ya tabasamu. Watu wamevaa barakoa nyingi sana. Dunia imevaa barakoa. Kuna mtu ambaye anatabasamu mbele yako lakini nyuma ana mawazo tofauti kabisa juu yako. So mtu ambaye ana hii karama ana uwezo wa kupambanua. Hii inaitwa ni karama ya kupambanua roho. Na hii karama ya kupambanua roho, huyu mtu anaweza akaelewa unamdanganya hata kama hawezi kukwambia unadanganyaje. Yaani anaweza akaelewa unadanganya ila haezi kukwambia unamdanganya kivipi, ila ameshajua umemdanganya. Hii inaitwa ni karama ya kupambanua roho. Inaweza isiwe kama ndio msingi wa karama. Inaweza ikawa isiwe msingi kama ndio karama inayozidi. Lakini ni karama ambayo ndani ya kanisa inatakiwa. Ila mtu aliye na karama hii lazima awe makini sana anapoongea na watu ili asiwavunje moyo. Maana mtu aliyevaa barakoa huwezi kujua kwa sababu umeshamwaibisha na huna ushahidi. Unajua changamoto ya karama hii ni kwamba karama ya kupambanua roho haina ushahidi. Hata kwamba umejuaje? Umejuaje? Naomba ushahidi. Umejuaje? Naomba ushahidi. Umejuaje mchungaji? So mchungaji utapelekwa polisi ujue kizembezembe ukiwa na karama hii. So hii ni karama ambayo pia tunatakiwa kuwa makini, lakini ni karama muhimu sana. Bila hiyo vinginevyo tutakuwa tunadanganywa tu haraka. Hii karama wafanyabiashara mnahitaji kuwa nayo kama Mungu ataamua kukupatia. Tunaposema karama hii ndio inazidi, inaweza ikawa ni kidogo. Kwa sababu kwa kawaida Mungu ataitoa kulingana na uhitaji. Labda hii niweke sawa. Ni tofauti na mtu anayeomba kwamba Mungu naomba unifunulie katika jambo hili. Nataka kujua juu ya hiki. Ni tofauti. Huyu mwenye karama ya kupambanua roho anajua kabisa moja kwa moja hata kama hujaenda kusema chochote. Of course. Sijui, lakini hii mimi sio karama yangu, lakini mara nyingi sana mtu akianza kunidanganya najua ananidanganya. Yaani ukianza kunipiga swaga naelewa. Ila sasa sina namna ya kukueleza. So ndio maana kuna wakati mwingine mtu anaweza kaniambia afu nikakataa moja kwa moja. Umekataa, mbona unakataa? Huu ni ukweli kabisa, mbona unakataa? Sielewi kwa nini nakataa. Sielewi. Inatokea, lakini siwezi kusema kwamba hii ni karama yangu kuu.
Na kumbukeni msisahau, karama yoyote ile lazima itumike ndani ya kanisa. Haleluya. Itumike ndani ya nini? Ukianza kutumia karama mtaani huko, utaanza kusumbua watu tu. Maana karama inatolewa kwa nia ya kufaidiana. Karama ya huduma na ruka zingine. Karama ya huduma hii, mtu ambaye ana karama ya huduma huyu anapenda kufanya kazi za huduma. Yaani manake huona kazi nyuma ya pazia. Anaweza akafanya kazi nyuma ya pazia na hata kama wengine hawatasema chochote. Huyu anapenda kutumikia bila kupata sifa. Mtu mwenye karama ya huduma, service, inaitwa service. Huyu anaweza akafanya kazi nyuma ya pazia. Hawa ndio wale watu ambao anaingia anafanya usafi hata kama ingekuwa ni kanisani, halafu hataki wajue ni nani amefanya. Hii inaitwa ni karama ya huduma. Service. Service. Kama wewe unafanya kitu afu unasema mpaka utangazwe, mbona hamjanipongeza hata hadharani? Hiyo sio karama yako. Wewe fanya tu kujitolea, lakini sio karama yako. Mtu mwenye karama wakati mwingine hataki hata ajulikane kama yeye ndiye amefanya. Maana yake huyu mtu anakuwa na ujasiri mkubwa wa kusema, huyu Mungu ndiye aliyenipa mikono hii, huyu Mungu ndiye aliyenipa miguu hii, huyu Mungu ni Mungu tu, ni Mungu tu, ni Mungu tu. Anafanya service, huduma. Ana moyo wa kujitoa kwa vitendo. Ni mnyenyekevu, mwaminifu na mtii. Hii ndiyo tabia ya mtu huyu. Sasa wale mnaodhani mna karama ya huduma, hiyo ndiyo sifa yake. Yaani sifa kubwa wanasema ni the invisible hands. Mikono yako haitakiwi kuonekana. Mtu mwenye karama hii anatakiwa kuwa hivi. Yaani maana yake kama ni kwenye huduma inatakiwa kuwa hivi. Yaani kamkono kambali kanaonekana. Haitaji matangazo. Wewe kama kanisani unafanyaga matukio mengi, unafanya kazi nyingi, alafu wakiacha kukuappreciate hadharani, wakiacha kutangaza hadharani, unajisikia vibaya, umekwazika. Hiyo sio karama. Hapo tu umefanya tu kama vibarua wengine ndani ya shamba la Bwana. Yaani wewe ni kibarua tu aliyechangamka ndani ya nini? Ya shamba la Bwana. Sasa vipi? Tubaki kuwa vibarua au tumtumikie Mungu kwa viwango vya juu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanakuwa na hiyo karama. Sasa sijui kama tutapata muda wa kutosha, kwa sababu kuna sehemu ile ya kuomba maombi ya kuchochea karama zetu. Lakini wacha tu nikupe falsafa hizi ili nikupe theory hizi ili zikusaidie kwenye maisha yako pia baadaye. Unapoona unaguswa kuwa na karama hii, uwaga unapenda kufanya kazi kwa bidii, lakini mwisho unakata tamaa. Muombe Mungu. Mwambie Mungu, umenipa karama hii, lakini kwa nini mwisho ninapata maumivu nisipotambuliwa? Kwa nini mwisho watu wasiponitangaza kwamba mimi ndo nimefanya hivi, najisikia vibaya? Kuna watu wengine wanajisikia vibaya. Kwa hiyo huyu mtu ambaye anakuwa na hii karama, huyu karama yake manake anapenda kufanya vitu na hapendi kutangazwa. Na watu wa namna hii wengine ukitaka kumtangaza tena anaweza kaondoka hata kanisani. Hapendi. Karama nyingine, karama ya kutoa, inayokaribiana na hiyo ya nani? Karama ya kutoa. Tabia ya mtu mwenye karama ya kutoa, huyu anatoa kwa ukarimu bila kulalamika. Mtu mwenye karama hii hahitaji kuwa na vitu vingi. Hahitaji kuwa na vitu vingi. Ila ana moyo wa kutoa kweli kweli. Na akitoa halalamiki. Wewe ukiona ukitoa unalalamika, wewe hiyo karama huna. Au ndio imeanza kuzaliwa, au inachanua. Tulisema inayochanua kwenye namba ngapi? Namba 3 na kuendelea. Hapana. Ni namba 5 nafikiri na kwenda juu. Ipo mbegu kwa mbali. Wako wengi tuna mbegu hii ya kutoa. Lakini mtu mwenye ukarimu huu, mwenye kutoa, huyu anatoa kwa ukarimu bila kulalamika.
huona mahitaji ya watu wengine ambao wengine hawezi kuyaona, lakini yeye anaweza kugundua kwamba mama fulani naona kama hayuko sawa. Nyumbani kwake huyu mama inaonekana hawana unga. Nyumbani kwake kuna changamoto hii. Hebu naomba tugawane, tumpatie tu mama fulani, tumpatie tu fulani kiasi hichi. Yaani hata kama hakipo nyumbani kwake, kwa sababu karama ya kutoa ipo, anasema hebu ngoja tugawane naye, tumsaidie hata kitu kidogo. Hii ni karama yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. So, ana moyo wa kujitoa kwa msaada wa wengine. Hajivuni kabisa katika kila anachotoa. Hufurahia anapotoa kuliko anapopokea. Anafurahi. Anafurahi. Sasa swali, je, unafurahi unapotoa? Unafurahi? Au mpaka wakutangaze, hii katoa fulani, hii hawajanitangaza mimi sitatoa. Yaani mtu ukimsikia mtu anasema, kama hawajatangaza mimi sitatoa tena, huyu haikuwa karama yake. Mtu mwenye karama ya namna hii, huyu anasimama hata kama asipotangazwa. Yaani asipotangazwa ndio moyo wako unachangamka zaidi kuliko akitangazwa. Maana kisha atangazwa anasema, basi bwana, wewe umeshasema hapo, mimi ndo nimetoa. Tunaweza kuwatangaza watu hawa kwa nia ya kuhamasisha wengine waweze pia kutoa. Lakini ukweli ni kwamba watu hawa ambao ni karama zao wanakuwa wanatoa bila malalamiko, bila manunguniko, wana furaha tu. Sasa jiulize wewe, je, ipo hiyo karama? Inazaliwa, imeanza kuota, iko namba ngapi? Iko namba 2, iko namba 3. Hii karama unaweza ukaichochea. Changamoto ambazo mimi nimeziona watu wengi wanazo ni kwamba watu wengi wanaweza wakawa na karama hizi ila hawajafundishwa jinsi ya kuzilea. Mojawapo ya kulea karama ya utoaji ni kuepuka kabisa manunguniko ya aina yoyote baada ya kutoa. Epuka kulalamika kitu chochote baada ya kutoa. Alafu jambo la pili, unapolea karama ya utoaji, epuka kutarajia chochote ukitoa. Epuka kutarajia baraka ukitoa. Unajua kuna wale ambao wanatoa ili wabarikiwe. Kama unatoa ili ubarikiwe, ndio changamoto iko pale. Natoa ili nibarikiwe, unamuhonga Mungu. Yaani nipe nikupe sasa. Mungu hayuko hivyo. So, mtu ambaye ana karama ya utoaji, anapotoa hana mpango wote wa kupokea ama shukrani ama fadhili. So, ukijua kulea karama hii ya utoaji, jambo la kwanza nimesema, ili uilee karama hii, unapotoa usitarajie kupokea. Na ukitoa usilalamike. Ni mimi tu ninayetoa, ni mimi tu ninayetoa. Tukiwa na watoaji wa namna hii, utaona kila kitu kinakwenda sawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, wanaotoa namna hii ni watu wanaotoa consistency. Yaani mtu anatoa bila consistent nini? Yaani anaendelea. Ni moja kwa moja, hakati. Sasa nikupime, jipime. Hiyo karama yako ya kujitoa, ulipokuwa unajitoa, unatoa sadaka na kukarimu. Ndio maana nimeiunganisha hii karama na ile ya huduma na kujitoa. Walipoacha kukupongeza siku moja, ukaamua kuachana na hiyo karama kwamba basi ikiwa hivyo nimeacha. Unafikiri ilikuwa ni karama yako? Ilikuwa kipaji. Haikuwa karama. Tarudi kwenye vipaji baadaye, narudi kwenye vipaji baadaye. Ilikuwa kipaji. Mwenye karama hana shida. Kama ni ya kwake, ataendelea kusonga mbele nayo. Atasema hapa nimejikwaa, nitarudi na toba, naendelea na kazi. Haleluya. Mtu anayejitoa hawezi kuanza kulalamika. Sasa watu wanatoa. Nilimpeleka mtu mmoja alinunulia nguo fulani, shati. Zamani sana. Alafu akawa anataka eti kila Jumapili mimi nilivaa ile shati. Ulitoa ili unione, mimi ulinipa nikatoa na mimi. Sasa eti ndio anataka, bwana mchungaji nimemnunulia shati, sijai kumuona amelivaa hata siku moja. No, ukitoa wewe umemaliza. Watoaji wakitoa wamemaliza, hawana maswali ya kwamba imeenda wapi. Lakini wewe ukitoa sadaka yako ya buku hiyo, ndio unataka ujue matumizi yake.
Wewe sadaka yako hiyo tu ndio unataka sasa umcontrol mchungaji. Sukari yako tu hiyo 3000 unataka sasa kila siku ukija unywe chai kwangu. Wewe vipi? Mbona tulimnunulia sukari? Yaani kuna mtu anatoa sukari afa anakutembelea ili aone kama kutakuwa na chai. Mbona kama juzi tu tulifanya hivi? Amekupa unga anataka akute umepika ugali. Mbona afa akikuta mbona kama niliwanunulia dona? Hawa pendi dona hawa. Hiyo sio roho ya utoaji bwana wewe. Unatupotezea muda tu. Yesu atusaidie sana. So lazima tu ifike mahala. Na ninajua wako watoaji kabisa hata katika kanisa letu. Wengi na wajua. Kuna watu hata hawataki kujulikana ni wao wanaofanya. Very good. Jitahidini kufanya hivyo. Tufanye hivyo. Wako watu na wajua. Leo nani ameleta maji hapa? Labda haya ameletwa kwa sababu ya semi. Lakini hapa Jumapili anakuwepo maji kila Jumapili huwa yapo. Sijawahi hata kuyaomba hata siku moja. Sijawahi kuomba hata siku moja kaleteni maji. Anayetoa anajua anatoa maji. Nafikiri alishaweka agano na Mungu. Kwa hiyo watoaji wengi pia wanajiungamanisha na maagano, nadhiri. Zile nadhiri. Yaani mtu anayetoa wakati mwingine anajiunganisha na nadhiri kwamba huu mwaka nitahakikisha nimehudumia madhabahu mwaka mzima. Na wakimaliza wanaweza kuhamia eneo lingine, sio kuhama kazi, yani anahamia utoaji kwenye eneo lingine. Hasa rafiki, haujajiungamanisha na madhabahu yoyote. Kuna tu unaweza ukaamua mtu anaye nimeunganisha, kumbuka nimeunganisha karama ya huduma na nini? Na utoa. Mtu anaweza kaamua tu kwamba mimi hapa kila Jumapili hapa au siku za ibada zote hapa mbele hapa lazima patakaa sawa sawa. Lazima patakaa sawa sawa, vyombo nitafuta kila sehemu. Lakini ukifuta mara moja ukipigwa jungu moja, nawaachia. Nawaachia hata kanisa lao. Kuna kalama hapo ni kutupotezea muda tu. Ni kujipendekeza tu. Jiunganishe kwa madhabahu ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hivyo ndio karama yako itaonekana wazi. Nasema tu kwamba okay sawa. Yaani nahakikisha kwa mwaka unaokuja huu pale mbele kila Jumapili lazima nitabadilisha pale mbele. Na siku hizi sisi mapambo ni machache, huku mbele hatupambi. Ni hapo tu. Nasema hapo nitahakikisha pambo lingine lipo. Hata ukikuta wanamuziki wamebadilisha, hautakwazika, utasema tu sawa sawa vijana wangu. Sasa ngoje nituweke kwa namna hii ili mradi anataka ionekane sura mpya. Mtu wa service na kujitoa. Ataenda kununua mapambo mwenyewe, hata asema kwamba hili nimenunua na hili nimenunua, atanunua tu, afa atahakikisha panapendeza. Na hii kazi ya wanawake wanaweza kufanya vizuri zaidi. Haleluya. Wanawake mnaweza kufanya vizuri zaidi. So angalieni hizo karama zenu. Kwa hiyo mnapojipima mwe mnaangalia, je, tunazo sifa hizi? Je, tumeruhusu wapi? Karama hizi zimebunguliwa, zimeisha. Kwa hiyo tunaweza kuepuka. Lakini kuna karama okay, ninaziruka zingine. Kuna karama za kwa mfano kuna karama ya kutia moyo, ile iko katika Warumi sura 12 mstari wa 8, ambapo tunaona mtu mwenye tabia ya kutia moyo. Yaani hawa watu hata ana 100 anaweza kaanzisha mchango wa bei kubwa sana, hata ana shilingi 100 hana. Lakini anawaambia tunatoboa. Nawaambia tutapata milioni 5, wala hata msiwe na wasiwasi, tunakwenda. Na kweli watu wanawaka moto, wanaanza kufanya. Watu wale tunawahitaji kwenye kwaya, tunahitaji kwenye vikundi vyetu wanawake, wababa, vijana katika kanisa. Hawa watu wapo. Ni mtu ambaye hata kama mlikuwa mmekata tamaa, mmejaribu kushona sala imeshindikana, akisha asema yeye ingawa hana hata hela, wote mnasema tunashona. Huyu anaitwa ni karama ya kuhimiza, karama ya kutia moyo. Huyu ni mtu ambaye akisema kitu anaponya majeraha ya moyoni. Hata kama mtu alikuwa amekwazika, anapona kabisa. Haraka haraka kuna karama ya hizi zingine na achana nazo, huruma na achana nazo, lugha na achana nazo, kwa sababu hizi sio muhimu sana kwa sasa. Karama ya matendo, sawa. Okay, sawa. Karama ya huduma za vitendo,
Kuna karama ya huduma kwa vitendo, kwa haraka haraka. Hii tabia ya mtu wa namna hii huona kazi ndogo ndogo ambazo wengine hawataki kuzifanya. Hii ni kazi ndogo ndogo anaweza kuzifanya. Ni kazi zipi ndogo ndogo anaweza kuzifanya? Tutaziona. Kazi ndogo ndogo kama pamoja na kufagia, ni pamoja na kudeki choo, pamoja na kudeki kanisa, ambazo watu wengine waweze kuona. Mwingine tu anaweza akawa na mazingira tu, akiona tu kitu akajakaa sawa, hata ibada inaweza isiishe vizuri. Hizi ni karama za watu. Hii ni karama inaitwa ni karama ya vitendo. Hufanya kazi hizi kwa furaha na kwa uaminifu. Akifanya anatabasamu. Akifanya kazi ndogo ndogo ambazo wengine hawajazifanya, anafurahi. Anasema kabisa nimepiga penyewe, yani nimefanya vizuri. Na hataki ajulikane. Kumbukeni kanuni, hataki ajulikane. Sema yani nimepiga mwenyewe pale. Huyu mtu kwenye karama hizi tunasema ni msaada mkubwa sana kwa wachungaji na viongozi wa kanisa. Anachomfanya Mungu, anachofanya hapendi apewe sifa yeye, anampa sifa Mungu mwenyewe. Ana moyo wa kujitoa sana. Kwa hiyo sikiliza vizuri, karama nyingi zinaungana. Umeona? Zina muunganiko. Kwa hiyo inatoka karama hii inaungana na karama nyingi. Kwa mfano karama hii ya matendo haya lazima iungane na karama ya huduma, lazima iungane na karama ya utoaji. Haiwezi kujitegemea peke yake, inaungana. Ni msululu unaoungana. Kwa hiyo mtu anapokuwa anajua huduma yake ni nini, na ndio unaona kwamba sasa huyu mtu anakuwa msaada sana kwa kanisa. Sasa baadaye mtaniambia mambo gani ambayo tumewahi kuyafanya. Haya. Sawa, tulikuwa tumepumzika kidogo. Na kwa sababu hiyo karama hii ni muhimu sana. Angalia vitu ambavyo vidogo vidogo. Unajua hata hapa kuna vitu vingi ambavyo naweza nikawaambia mkashangaa. Hata hapa tunaweza kupata hata vitu 10 kabisa. Hapa tulipokaa tukapata vitu 10 vya kufanyia kazi. Baadaye tutafanya baada ya kumaliza kipindi hiki cha kwanza. Kuna karama nyingi, kuna karama za kwa mfano hapa katika namba 21 nimeandika karama ya uchungaji. Karama ya uchungaji, mchungaji ana moyo wa kuwalea watu. Mtu mwenye tabia ya karama ya uchungaji, hata kama sio mchungaji, sikiliza, hata kama sio mchungaji wa kanisa wa masaa yote, ana moyo wa kufanya nini? Ana moyo wa kuwalea watu. Ana moyo wa kuwalea. Ni mtu mwenye subira, huruma na upendo. Mtu mwenye hii karama ya uchungaji ana moyo wa upendo. Na ndio jana niliwaambia, ndio maana wachungaji wengi makanisani ukikuta mtu ana karama ya uchungaji haepuki utashikia wale washirika ambao wana karama ya unabii wanamwambia huyu mchungaji analea dhambi sana. Analea dhambi sana. Sio kwamba analea. Mchungaji anaamini kwamba huyu mtu ambaye anatenda dhambi kila siku, kuna siku moja atafanya nini? Atabadilika. Hiyo ni karama yake. Hiyo ni karama yake. Kwa hiyo hana muda wa kumhukumu mtu. Anachojua ni kwamba huyu mtu atabadilika. Hafukuzi watu kanisani. Analea watu. Anatamani waende. Anawapa muda. Ni mtu ambaye tunasema ni wale watu wa second chance. Ni watu wa second chance. Kwa hiyo maana yake mchungaji sio lazima pia awe na karama zote. Na kuna watu hivi, unajua kama kuna wachungaji ambao hawana karama ya uchungaji? Tuko pamoja? Hivi unajua kuna wachungaji hawana karama ya uchungaji. Kwa hiyo ninaposema uchungaji maana yake ni ule ulezi. Sasa wewe mchungaji unachunga kondoo. Kondoo ameenda akala kwenye shamba la watu, unamkata miguu ili asiwe anaenda kabisa. Ndio tabia tu ya uchunga, shepherding. Ni kuchunga. Kwa hiyo tunapokuwa tunawavumilia watu wa Mungu, msifikiri tunalea dhambi. Tunawavumilia, tunawasaidia. Na ukiendelea kutenda dhambi unatuhuzunisha sana. Kama mtu ana kalama, unahuzunisha sana. Na ndio maana unahitaji sasa manabii nao wawepo ili wakukemee tu ukimbie na hilo kanisa.
Maana manabii huwa wapo. Manabii watakwambia moja kwa moja. Hawatakutumia lugha nyingine ya kukukwepa si nini. Nabii atakwambia tu moja kwa moja, bwana we, achana na mambo yako ya uasherati, umetuchosha, unatuchafua hapa kanisani. Ukijisikia vibaya, nabii keshamaliza, keshaenda. Tena manabii hawakumbukage hata walichokuambia jana. Keshamaliza, bwana wewe ndio unayetuchafulia ili kanisa. Wewe ukibadilika kidogo tu watu wengi watakuja huko kanisani. Nabii amemaliza. Alafu wewe nabii akishamaliza lazima mchungaji aje. Asipokuwepo mchungaji, mtu atakimbia tu kanisa. Kwa mchungaji anamwambia vipi? Mwanangu pole, lakini nafikiri na wewe punguza basi kidogo. Hapo umekuwa mwasherati. Lakini nabii keshambomoa kweli kweli kule. Keshamnyokea hivi. Sasa anakuja kwa mchungaji na mchungaji, sasa sikiliza. Wewe hebu jaribu kusogea hapa. Anamfundisha, anampa madhara ya kila kitu ambacho anakifanya kama ni kibaya. So tunao vitu vingi. So watu hawa wanakuwa na utulivu, unyenyekevu. Kazi yao kubwa ni kulinda kundi. Kulinda kundi lisitawanyike. Kundi lisiondoke. Wanamthamini mtu mmoja. Mtu mwenye karama ya uchungaji. Hajui kutumia wale mstari. Walikuja kwetu, hawakuwa kwetu. Wangalikuwa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Hii ni mistari ya wainjilisti na manabii. Wainjilisti ndio wanajua hiyo mistari. Bwana we, ukizingua ondoka ili kanisa nitaanza upya. Mchungaji atakwambia tulia kidogo, hebu ngoja kidogo. Kuna shida gani? Sasa sijui, kila mmoja anahitajika kwa nafasi yake. Haleluya. Kila mmoja anahitajika nafasi yake. Kwanza, wainjilisti na manabii hawa wanapohitajika ni pale ambapo watu wanaishi tu maisha ya mazoea sana kanisani. Wanahitajika. Lakini wakati mwingine wachungaji karama yake lazima ifanye kazi, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kujeruhiwa na maneno tu ya kawaida kabisa ya mtumishi. Sasa ndio maana tunasoma karama tangu jana. Kila karama imeletwa kwa kusudi la kufaidiana ili mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Karama yote unayoifanya lazima iwe imekusudira kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo yako mambo mengi sasa. Lakini katika haya hizi tabia zinatosha, kwa sababu siwezi kuendelea kuongea tabia isipokuwa kama una kitu ambacho nadhani unatakiwa kufanya katika mwili wa Kristo, naweza kushirikiana baadaye. Kipindi hiki cha kwanza nataka nikimalize kwa namna hii, alafu tuingie sehemu ya maswali katika kazi ambazo niliwapa siku ya jana. Mungu awabariki sana. Asante. Haya.